Naitwa Samuel Kiongole, ni mkurugenzi wa SNKD Investment. SNKD Investment inapatikana Kibiti. Inajishughulisha na kutoa mafunzo ya awali ya udereva, mafunzo ya awali ya kompyuta, lakini pia mafunzo ya awali ya umeme. Sambamba na hilo, tunajishughulisha na kutoa mafunzo ya ujasiriamali wa aina mbalimbali. Tunazo huduma za malezi ya watoto chana, na pia mimi ni katibu wa wamiliki wa shule za chekechea wilaya ya Kibiti, wadaki. Licha ya huduma hizo zinazotolewa na SNKD Investment, mimi kitaaluma ni mhandisi kwa upande wa automobile. Wasiofahamu, automobile engineering inajihusisha na mambo ya mitambo. Ni zao la chuo cha usafirishaji NIT, lakini pia kwa upande wa advance nimesoma shule ya Songea box 2. Kwa ni miongoni mwa wanaume wa mkoa Ruvuma kule. Nilisoma masomo ya science kwa maana ya physics, mathematics and chemistry. Nitoe wito kwa wale wanaosema masomo ya science na masomo mepesi sana, lakini pia yanakusaidia kupata fursa haraka sana masomo ya science, kwa sababu unakuwa ni multi skills. Ukiniangalia umri wangu ni wa kawaida, lakini ukiangalia majukumu ambayo nayafanya ni makubwa. Lakini pia ni mzee wa kanisa la KKT Kibiti. Mara ya kwanza kabisa nakumbuka mwaka juzi kama sikosei, nilifanya kipindi pale Upendo Media, kipindi kinaitwa Kuelekea Yeriko. Nilieleza historia yangu ya maisha, lakini kwa wale followers wangu nimeona leo sasa nilete hii part 2, historia ya maisha ukiplus na haya majukumu ninayoyafanya, manake naleta kachumbari kazuri. Lakini pia mimi ni mdau wa wajasiriamali. Nafahamu hamna tajiri ambaye anaweza akatoka nje ya wajasiriamali, na ujasiriamali uko aina nyingi. Unaweza ukasoma darasani ujasiriamali ukafaulu vizuri, ukawa na grade nzuri kwa maana ya A+, lakini mwisho wa siku ukija kwenye uhalisia, kwenye maisha ya kawaida ujasiriamali ukakushinda. Kwa hiyo mimi ni mjasiriamali kwa maana nimesoma darasani, lakini nauishi ujasiriamali. Leo tarehe 29 mwezi wa 4 2026 imekuwa baraka kwangu kupitia ugeni wa Mheshimiwa Waziri Chengerwa, waziri wa mambo ya ndani. Bwana ni jembe sana. Wenzetu wa Rufiji wamepata baraka kubwa kwa na huyo mheshimiwa. Kwa anachapa kazi, napenda sana upigaji kazi wake, lakini ukiangalia wilaya ya Rufiji maendeleo yake yapo juu. Ukienda Rufiji pale, barabara zimefunguliwa, miundombinu ipo mizuri, taa ipo vizuri. Lakini hata leo nimemsikia kuwa kupitia wizara yake ameweza kumshawishi Mheshimiwa Rais kwamba mkoa wa polisi sasa Rufiji kwani nakwenda kujenga hospitali kubwa, ambapo wale watu wenye changamoto kubwa za kwenda kutibiwa ni hospitali ya mbali kama Dar es Salaam, sasa hawatakuwa wanaenda Dar es Salaam, hivyo watakuwa wanakuja Rufiji. Mimi nimefurahi sababu mimi binafsi na mtoto ambaye ana changamoto ya sickle cell
Changamoto hii hakuzaliwa nayo, tokea tu imekuwa ina changamoto. Swala la kumeza dawa kila siku, dawa za sickle cell, changamoto kupatikana ambazo ni hydroxyl pamoja na folic. Changamoto sio dawa, changamoto ni wataalamu ambao wana kibali cha kuweza kuhudumia watu wenye design hiyo ya ugonjwa, lakini pia specialist wa magonjwa ya sickle cell. Niombe Wizara ya Afya kama itawapendeza, tuletee ma specialist wa magonjwa mazito haya kama sickle cell, pressure na magonjwa mengine yanayofanana na hayo. Ukanda huu tunapata wakati mgumu, kila siku tunakwenda kila mwezi nakwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kumpigia mwanangu TMJ, na ukiangalia ni mwaka wa mtihani huo. Sasa kila mwezi unakwenda hospitali, pesa zinakutoka, pamoja na kwamba kuna bima. Yaani nishaona ni safari ni safari tu, kwa na gharama. Kwa hiyo niombe Wizara ya Afya watusaidie kuleta maspecialisti wa magonjwa ya sickle cell ukanda wetu. Maana hospitali tunayo pale ya Upazi, hospitali kubwa sana. Sioni kama kuna changamoto hiyo ya kutotuletea wataalamu ambao ni maspecialisti. Kama wanakuwa wapo, basi watu wasomeshwe ili waweze kutoa huduma kwa wananchi. Mambo mengine ambayo najishughulisha, kwa sababu mimi ni mhandisi, napenda sana masuala ya creativity and innovation. Mwaka huu mwezi wa 3 tarehe 26 nimesherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Moja ya majukumu ambayo niliyafanya kwa ajili ya kugusa jamii, tuliweza kuandaa mchezo wa mpira kwa ajili ya kuweka vijana pamoja, lakini pia tuliweza kuiboresha robot ambayo tulifanya presentation pale BBTT Festival, ambao nalo jambo lenyewe la BBTT Festival aliandaa mheshimiwa huyu mheshimiwa jembe kabisa, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Nakubali sana kazi zake. Kwa hiyo ukitaka kufuatilia robot hiyo anafanya nini, ukoje, anapatikana kwenye account ya YouTube kwa jina la SNKD Investment. Lakini pia mimi ni mkurugenzi wa taasisi binafsi inaitwa SNKD Investment. SNKD Investment tunajishughulisha na mambo mbalimbali ambayo yanagusa jamii. Mbinu ambayo naitumia kuwapata wateja, kwanza ni kujumuika pamoja kwenye majambo yao, lakini pia nafikiri kitengo changu rasmi kinaniruhusu kujumuika nao, kitengo cha dawati la jinsia wilaya Kibiti, lakini kitengo cha ushirikishwaji katika jamii. Mimi ni polisi kata pia Dimani. Kwa hiyo unaweza kuona mazingira ambayo nimeyagusa, lakini pia mimi ni wakala wa wajasiriamali hapa Kibiti. Tulipewa mafunzo na wenzetu MAMO, Entrepreneurial Activities, wakahitaji mawakala wa ujasiriamali ambao watakuwa wanapatikana wilaya hii ya Kibiti. Masharti yake yalikuwa ni kwamba mtu uwe umehudhuria mafunzo ya kipindi chote ambacho walifanya. Ilikuwa ni siku 4 kama sikosei. Nakumbuka nilihudhuria na yale mafunzo, nilihusika kwa kiwango kikubwa kwa facilitate ili kuhakikisha kwamba yanafanyika, ambao yalifanyika kwenye ukumbi wa Omari. Niwaombe wana Kibiti tujishughulishe sana na hizi shughuli za kijasiriamali. Ukikuta matajiri 8 utakuta ni wajasiriamali wala sio wengine. Kwa hiyo tumeweza kutengeneza robot ambaye
anaweza akanyanyua mkono wake mbele, anaweza karudisha mkono wake nyuma, lakini pia anaweza akazungusha kichwa nyuzi 360, lakini pia anaweza akazungusha kiwiliwili chake, ambaye sehemu zake kubwa ana remote controller, anatumia battery volt 12, lakini pia material ambazo zimetumika ni material za kawaida kabisa. Hii inaonyesha kwamba mtu yoyote aliyesoma masomo ya sayansi anaweza kafanya chochote kwenye swala zima la ubunifu, na mategemeo yote ni kuja kutengeneza robot ambayo ni wireless. Unafahamu sasa hivi tupo kwenye kipindi ambacho teknolojia ipo juu sana. Kwa hiyo chochote ambacho kinafanyika ni mfumo. Ni waombe sana wananchi wa Kibiti pamoja na majirani wa Kibiti, kwa maana Rufiji, Mkuranga, Mafia, lakini mikoa ya karibu waje wajifunze SNK Investment, kutoa vitu ambavyo konki. Lakini pia nategemea kuanzisha inaitwa Physics Day. Napongeza sana wenzetu wa Mathematics Day pale Kibiti, wameweza kuanzisha na tulisherekea hapa Zimbweni, ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo nategemea kuanzisha hiyo idara kama taasisi binafsi ili kuendelea kuhamasisha masomo ya sayansi umuhimu wake, na tuweze kutoa ile notion. Watoto wanasema kwamba masomo ni magumu, masomo ya sayansi magumu. Ni mepesi sana, mbona wengine tumesoma na ni mazuri Kwa hiyo tuwaombe sana, lakini kubwa kuliko mimi ni mhandisi kama nilivyosema, nimesoma chuo cha usafirishaji miaka 4, lakini namshukuru Mungu nilisoma ukaguzi wa magari na utaini wa madereva. Kiachana na hilo, nipo ERB, registered by ERB, nipo naandika kitabu cha mwisho kwa ajili ya attain professional engineering. Kwa niombe wale wenye kampuni yenye hadhi ya kufanya kazi na hawa professional engineer, niwaombe tutafutane. Lakini pia mimi ni msanii, naimba nyimbo mbalimbali za kuelimisha jamii. Wimbo wangu wa kwanza ambao umetrend, nadhani watu watakuwa wanafuatilia kwenye mitandao, unapatikana YouTube, upo audio lakini upo video, unaitwa Tuwalinde, na huu umetokana na kampeni ambayo ilianzishwa na jeshi la polisi kutoka kitengo cha dawati la jinsia na Inspector mkaguzi wa polisi wanaitwa ndugu yangu Winfred Willa, nampongeza sana. Kwa hiyo alianzisha hiyo kampeni ya tuambie kabla hajaribiwa, si tukatengeneza nyimbo tukaelimisha, na inaendelea kufanya vizuri. Nimeshafanya presentation sehemu mbalimbali na kupitia wadau hususani Mr. Dennis Nyoni, namshukuru sana, kutoka halmashauri ya wilaya Kibiti, alivyonipa nafasi nikaperform wimbo wangu. Kutokana na ujumbe ambao aliusikia, aliona kuna haja ya kufanya video na aliniambia wimbo ni mzuri, kafanya video, mimi nitakusupport. Na ni kweli alinihamasisha nikafanya video. Nimefanya na meneja wangu anaitwa Kamona, anapatikana pale Channel 10 Dar es Salaam. Mr. Kamona mkongwe sana kwenye kazi hizi. Pole, ndo meneja wangu. Kwa wale ambao wanahitaji kujua ule wimbo, kampeni inaitwa tuambie kabla hawajaribiwa, lakini mimi nimependa ule wimbo niite Tuwalinde kutokana na kile kinachozungumziwa kwenye wimbo. Jina langu la kisanii, kwa sababu nimeshasajiliwa na BASATA na KOSOTA, jina langu naitwa Samki. Kwa kuwa nina kundi kubwa la vijana ambao nashirikiana nao kwenye jamii katika swala zima la kuelimisha jamii,
ukiniita Chief Sam Key Entertainment Group sio mbaya, kwa sababu ukiniita kwenye performance siji peke yangu, nakuja na vijana wangu kwa ajili ya kuwanyanyua waweze kuonekana. Unaona bwana. Kwa hiyo kwa upande wa YouTube utanipata kwa jina la Samuel Kiongole binafsi hapo kwenye public, lakini pia unaweza kutafuta jina la SNKD Investment kwa maana ya account ya kampuni SNKD Investment. Na mawasiliano mengine labda nitaje namba zangu za simu ni 0656917557, namba zangu za WhatsApp hizo, na namba za kawaida piga kawaida ni 0757316110. Nashirikiana na wadau mbalimbali, Upendo Media nashirikiana nao, kanisa la FPCT Tanzania nashirikiana nao, Upendo Media kwa maana ya KKT. Mimi ni mzee wa kanisa vile vile kanisa la KKT. Kwa upande wa Upendo Media wenyewe pia nashirikiana nao kwa design hiyo, lakini pia Channel 10 nashirikiana nao kipindi cha Uruguay, nitambulishwa pale na meneja wangu Mr. Kamona. Lakini pia Classic FM tunashirikiana nao, Classic FM Mr. Bruno tunashirikiana naye vizuri, lakini pia Rufiji FM wapo vizuri. Kwa tuendelee kusupport kazi zao, lakini pia mimi napatikana, unaweza kunipigia check WhatsApp kupitia hizo namba, lakini pia kunipigia kawaida, nipo very available. Ni jino moja tu. Cha mwisho kwa wasanii nisisitize wajitahidi kusajiliwa na BASATA ili kazi zao ziweze kujulikana, tambulike, lakini pia watengeneze nyimbo zenye maadili, watengeneze nyimbo zenye kupinga vitendo vya ukatili, watengeneze nyimbo za kupinga matukio ya matumizi wale wanaotumia madawa ya kulevya, sababu madawa ya kulevya madhara yake yanajulikana, analeta mzigo kwenye familia, mtu binafsi anapoteza ndoto kwa taifa. Nafikiri kwa leo niishie hapo.